Masaka. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Design World Architects. Sisi ndio tuliofanya ubunifu wa jengo ambalo mnaliona, lakini pia katika mkodi tunafanya usanifu. Kwa maana ya kwamba mbunifu ni mmoja, ni architect, lakini sasa anashirikiana wengine katika usanifu. Na kampuni ambazo tumeshirikiana nazo kwenye usanifu ni kampuni ya Projects Group, ambao hawa ni wakadiriaji majenzi kuonyesha gharama ya ujenzi. Lakini pia tumeshirikiana na kampuni inaitwa Shaki Consultants Limited, hawa ni structural engineering, na vile tumeshirikiana na kampuni ya Mekplan Consulting Engineers, hawa ni services engineering kwa maana ya ujenzi, maji, umeme pamoja na miundombinu yote ya jengo. Sasa jengo ambalo nadhani mmeweza kuiona picha yake, wangapi wameweza kuona picha ya jengo? Wameshaiona kwa sasa hivi? Walioiona ni picha ya jengo ambalo litajengwa, nadhani karibu wote tumeweza kuiona. Sasa naomba nichukue nafasi hii kuelezea tu nini kilichopo katika ile jengo ambalo tunaliona. Ni jengo lenye sakafu mbili, kwa maana ya kwamba itakuwa na sakafu ya chini kama mlipokaa hapo, lakini pia itakuwa na sakafu ya juu inaitwa mezzanine floor, kwamba kuna watu wengine wataweza kukaa juu na wataweza kushirikisha. Kwa ujumla wake itakuwa inabeba watu 2100. Na vile katika jengo hili, kwa sababu ni jengo la kanisa kuu, jengo la kanisa kuu lina sehemu ya makaburi. Makaburi haya huwa yanazikwa maaskofu. Kwa hiyo jengo letu litakuwa na sehemu ya makaburi na yatakuwa makaburi 4. Lakini vile itakuwa na vikanisa vidogo ambavyo vitakuwa pembeni katika hiyo kanisa kubwa, na vyenyewe vitakuwa ni vikanisa vinaweza kuchukua watu 80 kila kimoja, na tunaviitia kikanisa cha Mtakatifu Francisco na kikanisa cha Bikira Maria, nyumba ya Bwana. Lakini vile kanisa letu litakuwa na kikanisa kidogo cha kuabudu daima. Yesu wa kanisa atawekwa pale, unaenda kuingia mmoja kwa sala binafsi. Kwa kanisa hili pia litakuwa na kanisa kidogo cha kwa ajili ya kuabudu daima, na ambacho kitachukua watu 60 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo michoro yote imeweza kukamilika, na leo tutamkabidhi mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi pamoja na kusaini mkataba. Kwa ujumla wake gharama ya ujenzi inakadiriwa kuwa bilioni 7 mpaka kukamilika na watu waweze kukaa kama tulipokaa mahali hapa siku hii ya leo. Kwa hiyo awamu ya kwanza ya ubunifu, usanifu na kuandaa michoro yote imeweza kukamilika, na sasa tunaingia katika awamu ya pili. Awamu ya pili itakuwa ni awamu ya ujenzi ambao leo tunaweza kuizindua. Kwa hiyo siku hii ya leo tutakuwa na matukio mawili ya mkataba. Tukio la kwanza litakuwa ni kusaini mkataba kati ya mteja kwa maana ya jimbo na mkandarasi atakayeweza kujenga kanisa hili. Lakini pia kutakuwa na kukabidhi eneo la ujenzi kwa maana ya site hilo. Na muda wa ujenzi unakadiriwa kuwa ni miaka 4, na tutaenda kwa awamu 2. Awamu ya kwanza itaanza kuanzia kutengeneza site ikae vizuri, kuna majengo yatabomolewa, lakini pia tutaenda na msingi, tutaenda na kuta zote mpaka kwenye paa tutafunika. Hiyo itakuwa ni awamu ya kwanza na itachukua miaka 2. Nyumba ya Bwana. Baada ya hapo tutaingia katika awamu ya pili, itakuwa ni awamu ya kumalizia jengo sasa, wengine wanaita finishing, ambayo itakuwa na milango, madirisha, tutakuwa na kupaka rangi, lakini pia kuna ujenzi wa groto ya Mama Bikira Maria kwenye mkataba huu, lakini pia kuna jengo la maliwato, kuna kazi za nje kwa maana ya kwamba bustani, sehemu za kuegesha magari. Hiyo ndio itakuwa awamu ya pili na itakuwa ni ya miaka 2 vile, kwa itakuwa ni miaka 4. Sasa leo tutakapokabidhi mkandarasi atakuwa na wiki 2 za maandalio ambayo tunaita mobilization period. Kabla ya kuanza kazi rasmi anapewa wiki 2
aweze kufanya kuweka uzio wa ujenzi. Naonaga mabati yanazunguka eneo la ujenzi, lakini pia hiyo kukomoa sehemu ambazo zinatakiwa zibomolewe, lakini vile vile kuweka sehemu za ofisi za muda, kwa sababu atakuwepo hapa muda wote wa miaka 4, na hiyo itakuwa ni wiki 2. Kwa baada ya hapo sasa mkataba unaanza kuhesabu kwa muda wa miaka 2 awamu ya kwanza na miaka 2 awamu ya pili. Nyumba ya Bwana naijenga. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Asante sana.